Tuko vizuri? Tuanze au? Bismillah. Habari za wakati huu, ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni kwenye mkutano wetu huu baina ya sisi na nyinyi, mkutano wa kihistoria. Nadhani kwa miaka mingi hamjashuhudia aina hii ya mkutano na waandishi wa habari ambao unahusisha ama unajumuisha viongozi waandamizi wa Simba Sports Club. Lakini hii leo tumelazimika kufanya mkutano huu kutokana na umuhimu wa jambo ambalo liko mbele yetu, na hapa nazungumzia mechi yetu ya siku ya Jumatano, mechi ya robo finali ya kombe la shirikisho Afrika, Simba dhidi ya Al-Masry. Lakini kabla ya kwenda kuzungumza nini hasa kimetuleta hapa, nichukue nafasi hii kuwatambulisha viongozi wa zamani ambao wako hapa, na kila mmoja atapata nafasi ya kuzungumza nanyi au aeleze kitu gani kinaendelea ndani ya Simba Sports Club. Kwa heshima na taadhima, nichukue nafasi hii kumtambulisha mzee Azim Dewji, ambaye yeye amewahi kuwa mfadhili wa Simba Sports Club, mwanachama mwandamizi wa Simba Sports Club, mtu ambaye maisha yake yote ameyatumia kuitumikia Simba Sports Club hadi kufika hii leo. Punga mkono mzee Azim. Lakini vile vile tuko naye katibu mkuu wa zamani wa Simba Sports Club, ndugu yetu Hassan Hassano, ukipenda muite mpiganaji. Field Marshal, mwenyekiti wa zamani wa Simba Sports, naye tuko naye hapa kwenye mkutano huu, Hassan Dalali. Swedi Mkwabi, mwenyekiti wa zamani wa Simba Sports, naye vile vile tuko naye kwenye mkutano huu. Tunaye mwenyekiti wa sasa wa Simba Sports Club, Murtaza Ali Mangungu, ambaye ndio mwenyeji wetu katika mkutano huu kwa kuwa sasa yeye ndio mwenyekiti wa klabu ya Simba. Tunao wajumbe wa bodi ya Simba Sports Club, wajumbe wa bodi ya kurugenzi. Tuko naye Dr. Muba Saif, lakini vile vile tuko naye CPA Isa Masud, na kwa kipekee kabisa tupende kutambua uwepo wa CEO ama Chief Executive Officer au mtendaji mkuu wa klabu ya Simba, mwanamama shupavu kweli kweli, Bi Zubeda Hassan Saku. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, niseme tu ya kwamba kwenye mkutano wetu wa kwanza kabisa, wakati tunaanza kuinadi mechi yetu na Al-Masry, tuliweka wazi kwamba hii ni mechi ambayo imeshikilia uhai wetu wana Simba. Ni mechi ambayo imeshikilia furaha zetu wana Simba. Ni mechi ya kimaamuzi kweli kweli. Ni mechi ambayo hatuko tayari kwa namna yeyote ile kuharibikiwa nyumbani kwetu Benjamin Mkapa. Na tukasema wazi kwamba kuelekea katika mchezo huu tunakusanya kila silaha yetu ili iweze kutuvusha kwenda hatua ya nusu finali. Na tukaweka wazi kwamba tutamtumia kila mwana Simba atoe mchango wake, atusaidie kufika hatua ya nusu finali. Na kwa mantiki hiyo basi, hizi hapa ambazo nimezitambulisha ni silaha zetu za Simba Sports Club, ambazo kwa nyakati zao wamewahi kufanya mambo makubwa, wamewahi kuisaidia Simba kufanya vitu vikubwa. Na kuelekea katika mchezo huu mkubwa, tukasema kila mtu ni vema na muhimu akashiriki kuhakikisha kwamba mafanikio ya Simba yanapatikana kupitia mchezo huu. Tunachoamini ni kwamba tukifaulu kwenda nusu finali, ni Simba Sports imefaulu, na kila mwana Simba
anahusika na hiyo furaha, na kinyume chake ni hivyo hivyo. Sasa ni vema tukatumia kila mtu ambaye tunaamini anaweza kutusaidia kutuvusha kwenda kwenye hatua ya nusu fainali. Kwa mantiki hiyo basi, nichukue nafasi hii kumkaribisha mzee wangu Azim Dewji ili yeye atueleze kuelekea tarehe 9 ya siku ya Jumatano, wana Simba tunaingiaje siku hiyo. Mzee Azim Dewji, karibu.